Leo tujifunze kuhusiana na rangi. Kwa watu ambao tayari walishabahatika kupata madarasa ya nyota. Kwa wale ambao walishaisoma madarasa ya nyota watalielewa ili haraka sana kuhusiana na rangi. Siku zote rangi zina nguvu kubwa sana. Rangi inaweza kukufanya ukubalike, rangi inaweza kukufanya uchukiwe. Rangi inaweza kufanya mapenzi yako yakadumu, rangi inaweza kuleta uzito, rangi inaweza kukufanya kama unaumwa, rangi inaweza kukufanya uwe mtulivu, rangi inaweza kuwatuliza watu wengine, rangi inaweza kuwatisha. Rangi tu hizi za nguo. Rangi zinaweza zikakufanya watu wakuone kama umechanganyikiwa. Rangi zinaweza zikapaisha nyota yako ama aura yako, kwa sababu pia kuna rangi special za nyota. Kwa watu ambao wanajua namna kutembelea nyota zao, watakuwa wanaelewa kabisa ni nini ninaongea. Kwa hiyo kama pia hujui rangi zako za nyota, jitahidi sana pia kufuatilia rangi za nyota. Sasa tuachane huko. Mimi leo nakuja kuelekeza rangi zenye nguvu mwaka 2026. Kwa hiyo kama una kwenye kabati lako, jitahidi unazitafuta hizi rangi unakuwa nazo kulingana na jinsi ambavyo nitaelekeza hapa. Rangi za bahati mwaka 2026. Jinsi ya kutumia nguvu za rangi kuvuta baraka, fedha na amani. Karibu sana wapendwa wa Mungu. Leo nitafundisha siri kubwa ya kiroho na kimaumbile. Rangi za bahati kwa mwaka 2026. Rangi si mapambo tu. Kama unavyojua zina mitetemo ya kiroho. Energy inaweza kuasili maisha ya biashara, mahusiano, afya na NK. Mwaka 2026 una nguvu ya moto. Kwa hiyo unatakiwa kujua huu mwaka una nguvu kubwa sana ya moto na ulimwengu wa mabadiliko. Hivyo rangi zinazotawala zina maana kubwa sana. Rangi kuu za bahati mwaka 2026. Nitaanza rangi ya kwanza kabisa ambayo ni rangi kuu. Ya kwanza kabisa ni nyekundu. Hii unaona ni moto. Na pia hii ina nguvu ya kuleta ujasiri. Kwa hiyo utakapoitumia itakupa nguvu kubwa sana. Pia ujasiri, mafanikio ya haraka na kuvunja mikosi. Hii basi ningependa watumie watu wanaofanya biashara, mikutano muhimu na unapotaka kufungua milango mipya ya baraka. Ama mtu yote tu pia anaweza kuvaa kama atakuwa anahusika na hivyo vitu nilivyosema, na nitaeleza mbele namna gani ya kuzivaa ama kuzitumia. Lakini kuna kawia brown. Hii unaweza hii rangi ya brown unaweza kaigugo kama ujue makawia unaweza kagugo. Hii inaleta mizizi. Yani mizizi ni kama utulivu pia. Hivyo. Kwa hiyo inaleta mizizi, yani kama kustahimili, tuseme kustahimili, lakini inaleta utulivu wa hali ya juu. Mnaelewa mti ukisimama mzizi. Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo inaleta ile uwe tunasema ngangari imara, na pia kujenga polepole lakini kwa uhakika. Kwa hiyo kwa watu ambao wanahusika sana na masuala ya ujenzi, ama tuseme wale watu wanahusika kwenye masuala ya ardhi, sijui migodini, sijui nini, hii ndo rangi ambayo inapaswa kutawala katika mazingira yako. Unahusika na masuala ya hizi nini, kujenga, sijui ni fundi, sijui nini, hii rangi endelea sana kutumia hivyo. Lakini nitakuja kuzungumzia rangi ya gold. Hii rangi ya gold ina maana ya fedha, akili, baraka, lakini pia fursa mbalimbali. Hii inaweza ikatumika katika mapambo ya biashara, na pia unaweza ukatumia bangili ama mifuko ya saa, pete. Kwa hiyo inaweza ikatumika hapo pia. Hii rangi inatumika sana ukitaka uwe na mvuto wa kipesa sana, pendelea kutumia hii sasa gold. Kama una hiyo changamoto pia itakusaidia sana. Lakini nyeupe hii inamaanisha usafi wa kiroho, lakini kinga ya kiroho, mwanzo mpya. Kwa hiyo nzuri sana kwa maombi, kutakasa aura, kuondosha mikosi ya zamani. Kwa hiyo kama unafanya labda hapo tunasema kama kuna dua mbalimbali hapo unakuwa unafanya nini, ama kuna unahitaji vitu ambavyo nimesema kwamba labda unataka kutakasa aura yako, yani kama kuna namna fulani unajihisi mzito nini hivyo, kama unaona giza hivyo, unaweza ukatumia hiyo rangi nyeupe kama hapo nilivyosema. Lakini kuna hii rangi ya zambarau. Hii ina ufunuo, hekima, nguvu ya juu ya kiroho. Hii unaweza ukatumia mwalimu wa kiroho, unaweza ukapenda kutumia mwalimu wa kiroho na pia kutafakari, kufanya ile meditation, kutafuta utulivu. Kwa hiyo utakapovaa mavazi wakati unafanya hivyo vitu, basi itakufungulia hata yale mambo yako yote ya ndani, itaamsha ile nguvu yako ya ndani pia. Rangi za kutumia kwa tahadhari ni kijivu kikubwa. Huleta kuchanganyikiwa na kupunguza motisha. Yani hizi ni rangi ambazo ni hatari, ambazo upaswe kabisa kuzitumia. Lakini blue iliyokolea sana hupunguza moto wa mafanikio. Inafaa zaidi kwa kupumzika, si biashara. Kwa hiyo
Unaona? Bado tunaendelea. Jinsi ya kutumia rangi za bahati na vitendo yani. Vaeni mara kwa mara. Tumieni kwenye biashara, rogo, meza na vifungashio. Tumia kwenye mishumaa, tumia kwenye vito, bangili, tumia kwenye nyumba. Matumizi yake ni hivyo. Mwaka 2026 ni mwaka wa hatua ya moto, mabadiliko, rangi sahihi, mlango sahihi. Kama umechagua rangi bila kujua maana yake, unaweza kujifungia baraka zako wewe mwenyewe. Kwa hiyo unatakiwa kujua hilo. Na wapendeni sana sana sana, na kama hili somo limekugusa, basi usisahau kulike, kucomment rangi yako ya bahati, na pia kusubscribe kwa mafunzo zaidi ya kiroho, biashara na maisha.